Wakati mwingine umefika na ni wakati wa jicho letu. Jicho letu kutoka hapa Sky TV. Asante sana kuweza kutufuatilia. Asante kwa pamoja nasi na nikukaribisha wakati mwingine kama huu. Moja kati ya vitu muhimu katika jicho, tunagusia yale masuala makubwa na ambayo yapo katika jamii yetu ambayo inatuzunguka, tukiwa na mtaalamu na mhusika ambaye kwa vyovyote vile anatupa elimu zaidi ya kutosha kuhusu kile kitu ambacho tunahitaji kuweza kukizungumza. Mariango Mgeta ndio jina langu, jicho letu ndio hili na Sky TV ndio hii. Asante kwa wale ambao wanatupata kwenye Sky Digital, asante kwa wale pia ambao wanatufuatilia kwenye Azam Dish, other channel namba 22 na wale ambao wanatupata kwenye cables tofauti hapa nchini Tanzania. Leo niko na mhandisi James Rioba ambaye tutazungumza naye vitu tofauti. Yeye anatokea NEMKI. Ukishasema NEMKI maana yake unazungumza kuhusu baraza la mazingira. Watu wanashughulika na mazingira hapa Tanzania. Karibu sana katika jicho letu. Asante sana. Safi, habari ya NEMKI? NEMKI tuko vizuri. Mambo yako sawa? Mambo yako vizuri. Sawa. Nataka kuweza kufahamu mambo tofauti kuhusu NEMKI. Kwanza ongereni kwa kazi ambazo mnazifanya kwa ajili ya kuhakikisha kwamba kunakuwa na mazingira salama, mazingira yanakuwa mazuri. Nataka kufahamu mwanzo kwamba hiki ambacho mnachokifanya jamii inakipokea vipi? Jitihada zenu ambazo mnazifanya kuhakikisha kwamba mazingira yanatunzwa, jamii inaunga mkono kwa kiasi gani, na pia mnaonaje au mnahitaji kuongeza nguvu zaidi katika hilo? Karibu. Asante. Kwanza nashukuru ndugu mtangazaji kwa kunialika kwenye kipindi chako hiki cha jicho letu. Yes, ni kweli NEMKI tunafanya kazi ya kuelimisha jamii kuhusu masuala mazima ya kimazingira. Unajua mazingira ni popote pale ulipo, kinachokuzunguka ndio mazingira uliyopo. Sasa kwa sasa hivi jamii ni kweli inaelewa tunachokisema, tunachokihamasisha, tunachokisisitiza, tunachokielimisha. Kuna mwamko mkubwa sana wa wananchi sasa hivi. Wanaelewa kuhusu issue ya kimazingira kwa sababu unajua ndugu mtangazaji, mara nyingi sana tunasema kwamba wananchi wetu au mwananchi huwa akiona madhara ndio anakumbuka kumbe kile kitu ambacho kilikuwa kinasemwa na mtu fulani kilikuwa na umuhimu. Lakini kabla hajakutwa na jambo hawezi akaelewa, akajua umuhimu wake. Yes. Kwa hiyo kwa mfano tunavyosema sasa umuhimu wa utunzaji wa mazingira, nafikiri mwenyewe ni shahidi kwamba tangia uzaliwe mpaka umri ule ukuwepo ulishawahi kusikia kitu kipindupindu au pengine ulishawahi kuona watu wamekuwa kipindupindu. Sasa kwa mazingira kama wewe ukimwambia mtu jamani tusipotunza mazingira kitatokea hiki, anakuelewa. Yaani unajua sisi binadamu ni mtu ambaye anataka, je, nikifanya hiki nitapata nini? Nisipofanya nini kitatokea? Kwa hiyo yuko kwa mazingira hayo. Sawa. Yes. Okay. Tuzungumzie NEMKI kwa mapana yake. Mwaka wa 2026 katika kipindi hiki mwezi wa 3 umekuja na kitu kimoja kikubwa sana. Binafsi nimefurahi sana. Inawezekana mwe kufanya nyuma. Labda nilisikia usikusikia. Lakini hiki na kizungumzia kwa sababu ndio wakati wake. Mmeangalia mazingira na mkagawa kama siku 2 hivi kuhakikisha kwamba mnapambana nayo. Nataka ulizungumzie hili kwa mapana yake. Ikoje? Kuanzia tarehe 28 ya mwezi wa 3 mpaka tarehe 30 ya mwezi wa 3. Kimoja baada ya kingine. Karibu. Asante. Kwanza kama nilivyosema kutoka tarehe 28, 29 na leo tarehe 30, tunasema leo ndio siku yenyewe na ambayo ni kilele cha maadhimisho ya siku ya kimataifa ya kuondoa taka. Ni siku ya kimataifa ya kuondoa taka ambayo kimsingi maadhimisho haya yalianza tarehe 28. Kwa wenzetu wa Dar es Salaam kule kuna baadhi ya maonyesho kabisa yamefanyika pale. Kuna mabanda ya NEMKI yako pale, watu wanaenda wanatembelea, wanaangalia vitu mbalimbali, bunifu zilizofanyika kutoka NEMKI. Issue nyingi sana ambazo zimefanyika. Kwa hiyo hii siku tarehe 28 mpaka tarehe 30 Machi ni siku ambayo haijaanza leo. Kimsingi imeanza kipindi cha nyuma kidogo kuhusu masuala ya kimazingira ambayo kimsingi yanahusisha mataifa mbalimbali ndani ya ulimwengu wetu. Kwa hiyo tunasema ni siku ya kitaifa ya uondoaji taka, na sisi Tanzania kama mwanachama wa Umoja wa Mataifa tunashiriki. Kwa hiyo tunashiriki kwa kutoa elimu kwa wananchi, tunashiriki kwa kutoa hamasa
kuelimisha watu nini kinachotakiwa kufanyika, kutoa ufafanuzi mbalimbali kulingana na vitu ambavyo pengine watu hawaelewi kuhusu issue za mazingira. Yes, kwa hiyo ndo jambo ambalo tunalifanya kwa sasa. Okay. Sawa sawa. Mapokeo yamekuaje? Inawezekana kwamba leo ndio baada ya shughuli ndio ukapata picha halisi, lakini unasema ule mwanzo wa shughuli unaweza kuwa unasema hapa kwa kweli kwa mwitikio huu tunaenda kumaliza vizuri. Matokeo ni makubwa. Matokeo ni makubwa. Kumbuka sasa hivi mimi hapa niko Sky TV, lakini kuna wenzangu ndani ya Nemki wako kwenye vyombo vya habari mbalimbali. Wengine wako yani zone tofauti tofauti kwa sababu Nemki tupo nchi nzima. Kwa hiyo na matokeo ni makubwa kwa sababu kile tunachokielekeza watu kiukweli kabisa, binadamu ni wasikivu. Alafu jamii yetu ya watu wa Tanzania ni watu ambao wamestaarabika. Kwa hiyo huwa wanapokea maelekezo ya serikali, sio wakaidi. Yes, kwa kweli. Japo wapo baadhi ambao kimsingi wanahitaji mpaka uende hatua mbele zaidi kupigana faidi na vitu vya namna hiyo, lakini kwa kiasi kikubwa watu wanazingatia. Watu wanazingatia na hii programu au naweza nikasema maadhimisho yamekuwa na matokeo kwa sababu yamesababisha kwanza, kuna baadhi ya taasisi, unajua kuna baadhi ya mtu huko kijijini ukimwambia Nemki haelewi Nemki ni nini. Lakini kupitia hizi na kupitia vyombo vya habari watu wanajua kumbe kuna taasisi inasimamia mazingira, kwa sababu huko vijijini unakuta watu hawajanani sana, lakini mijini watu wanafahamu, na sasa ukiangalia uchafuzi wa mazingira kwa kiasi kikubwa hasa ni kwenye miji. Vijijini huko ndio labda kwenye migodi huko na kwenye mashamba huko na nini, lakini hasa mijini huko ndo matakataka mengi sana yanazalishwa. Yes. Okay. Sawa. Katika mazingira ambayo mnayo na namna ambavyo mmeweza kufanya kazi na kadri mnavyoendelea kuweza kupambana na usafi wa mazingira, kwanza nimependa kauli kitu ambacho mmekifanya safari kwamba kuondoa taka duniani. Sawa, ni kitu kikubwa zaidi. Mfano tuzungumzie Tanzania, namna ambavyo ujumbe huu unawafikia watu. Taka hizi mwingine anasema kwamba hizi ni taka, zile taka ngumu, zile taka za kutupa jalalani, labda sijui maembe, sijui ni vitu vingine. Kwani chupa nikiitupa tu hapa, kwani nayo si kwani kuna tatizo? Kuna vitu vya namna hii. Labda msaidie kufaida mtazamaji kwamba tukigusia kwamba kuondoa taka duniani tunamaanisha nini, na kwa Tanzania nini taka, nini si taka? Asante. Ndugu mtangazaji, ni kweli kuna watu wengine pengine wanaweza akachanganya taka ni nini na nini ambacho si taka. Mimi naweza nikakwambia kwamba taka ni kitu ambacho kiko mahali ambapo hakipaswi kuwepo. Kiko mahali ambapo hakipaswi kuwepo. Kwa ufupi hiyo inakuwa ni taka. Yes. Naweza nikatoa mfano ambao kimsingi ambao sijui utachukulia sio mzuri sana, kwamba kwa mfano nyumbani, wewe ndani ya nyumba yako unajua kwamba sufuria inatakiwa iwe wapi, mwiko uwe wapi. Sasa wewe ukienda ukakuta sufuria kitandani, mwiko bafuni, umeona kwa mazingira hayo unasema kabisa hii ni taka, kwa sababu imeingia kwenye maeneo ambayo sio kwake. Yes. Kwa hiyo na kwenye mazingira yetu, mazingira ambayo unakuepo, unaweza ukawa na vitu ambavyo ni usable, vinaweza kutumika, lakini kiko kwenye maeneo gani? Kwa hiyo pale unatengeneza kitu ambacho ni taka. Sawa. Iko kwa mazingira hayo. Sasa kwa sisi Tanzania kwa mfano sasa hivi hasa sisi Nemki kwa kiasi kikubwa tunadili na taka zile ambazo tunajua kwamba sasa zinaweza zikaleta matokeo ambayo kimsingi sio mazuri sana kwenye jamii. Mfano tunataka ngumu. Ndio. Ambazo zinazalishwa. Tunajua kwenye halmashauri zetu, kwenye nchi yetu tuna halmashauri mbalimbali, wanakuwa na kitengo cha mazingira kule, wanakuwa wametenga eneo ambalo ni dampo kwa ajili ya kutupa taka ngumu, wana magari yanapita kubeba zile taka. Sasa wale pale, manake sisi Nemki kuna namna tunamulika pale jicho letu, hatujawaacha. Lakini ukiacha na hao, kuna zile naamini serikali za mitaa kule chini, na hasa wale ndio wasimamizi wakubwa wa mazingira. Yes. Kwa wale nao pia tunawamulika. Lakini kuna baadhi ya vitu vinavyofanyika huko migodini. Unaweza kukuta sehemu ambayo haijaruhusiwa kisheria. Mtu kule anaenda anachimba michanga. Umeona, ni uharibifu wa mazingira ule.
umeona. Lakini kuna taka miminika kimsingi zinazalishwa kwenye viwanda, ndio zinazalishwa majumbani kwetu. Mataka hayo unakuta mtu mwingine kwa mfano kipindi cha mvua akishaona ndo mvua zimenyesha, anakwepa ile hela ya kumpa mtu wa Boza aje anyonye ile septic tank yake akamwage kule maeneo ambayo yanatakiwa. Akiona mvua inanyesha, yeye ndo anawasha anaweka kwenye mitaro. Shida hiyo ambayo tayari hizo ni taka miminika ambazo kimsingi lazima tuzidhibiti. Lakini kuna taka ambazo tunasema zinatokana na masuala ya gesi. Kuna moshi umepitiliza, kuna viwanda vinatoa moshi sana, kuna viwanda vinatimua vumbi jingi kwenye maeneo mtu hawezi kukaa katulia, vumbi limekuwa jingi. Zote hizo ni taka ambazo tunazidhibiti. Lakini kuna taka chafuzi ambazo tunaita kelele chafuzi. Unakuta kuna wakati mmoja yuko kwenye sehemu, lakini makelele yanayozalishwa pale yanaondoa ile comfortability ya mtu. Yaani mtu huwezi kukaa comfortable pale. Huwezi kukaa kwa amani. Kwa unakuta kelele sasa zile nazo zina viwango vyake ambavyo vimepitishwa kitaalamu na sisi wa Tanzania. Kuna sehemu ambayo kuna viwango ambavyo vimewekwa kwamba bana isizidi hapa hivyo. Kwa hiyo wale ndio tunawadhibiti kuhakikisha kwamba binadamu anakaa kwenye mazingira ambayo ni sahihi, mazingira ambayo ni tulivu, yasiyokuwa na bugdha kwa ajili ya yeye kuendelea na shughuli zake. Safi. Mtazamaji, kama unajiunga nasi, karibu. Jicho letu ndio hili, Sky TV ndio ambayo unaitazama, na niko na Engineer James Loba tukizungumzia kuhusu swala zima la mazingira kutoka NEMC. Kumbuka kabisa kwamba huu ni wakati ambao wao wanafanya maadhimisho muhimu zaidi kuhusu mazingira. Kwa hiyo tumepata nafasi ya kuwa naye hapa na tunataka kuweza kuzungumza mambo mawili matatu. Turudi hapo nchini Tanzania ambapo ndio tupo kwetu. Umegusia kuhusu mazingira. Nataka tuanze na eneo la uchimbaji wa mchanga. Kumekuwa na hali ambayo inawezekana, hususan hizi ni barabara za kuingia mitaani kwetu. Naomba nitumie Kiswahili, lugha ambayo kila mmoja atakuwa anaielewa. Barabara ambayo inaingia mtaa. Inawezekana ile barabara mvua ikiwa inanyesha inapitisha maji mengi sana maeneo yale. Na mwisho wa siku baada ya maji yale unakuta kwamba kuna kitu ambacho kinapelekea sasa kupelekea kwamba kunakuwa na, baada ya maji mchanga unapatikana. Sawa. Naenda taratibu. Tansaidia mhandisi hapa. Mchanga unapatikana. Kwa kuwa mchanga unakuwa unapatikana na uko katika zile barabara zetu za kuingia, mimi mmoja kati ya wakazi wale nakuja naanza kuchota ule mchanga na chepe. Taratibu. Inawezekana nikachota labda ndoo 4-5. Mwingine akaona kumbe naweza kuchota. Akaja na pick up yake akachota. Hivyo hivyo. Ukiuliza kwa nini sema huu mchanga unaleta shida, bodaboda ikipita tunadondoka, vitu vya namna hiyo. Lakini tunavyochimba ule mchanga ndivyo ambavyo tunaendelea kuleta shida kwenye barabara. Hili linakaaje? Mnalionaje? Mnashughulika nalo vipi? Ni kweli kama unavyosema. Unajua kila kitu kina kiwango chake. Kwa mfano, nataka niongelee kuhusu issue ya mchanga. Unachokisema yani unaongea kwenye lugha rahisi kabisa ambayo mtu anaielewa. Naam. Yes, kuna sehemu zingine unakuta ni barabara ya kawaida, wakati wa kiangazi unapita vizuri. Wakati wa masika kama mvua zikinyesha zinasomba mchanga barabara ile, maana yake mtu akipita na pikipiki anaweza kukumba na nini, mchanga umejaa. Ni kweli. Sasa kwenye hizi issue tunadili nazo kwa namna hii. Kila mtaa kuna zile serikali za mtaa. Najua kuna mwenyekiti wa mtaa au mwenyekiti wa kijiji. Lakini kuna mtendaji wa mtaa, mtendaji wa kijiji na kata husika. Kuna taratibu ambazo wamejiwekea, lakini pia kuna taratibu za halmashauri. Kwa mfano kwenye halmashauri zetu nchi nzima kuna maeneo ambayo unakuta wameyatenga kwa ajili ya uchimbaji wa mchanga, kwa sababu ndugu mtangazaji, shughuli lazima ziendelee, lazima watu wajenge. Na mchanga ni rasilimali. Yes, ni madini pia. Na kuna fees wanalipa wale wanaochimba. Sasa kikubwa ni kwamba hawa watu wanaofanya hizi shughuli wafuate sheria na taratibu zilizowekwa. Mfano, eneo ambalo linakuta linachimbwa mchanga lazima lifanyiwe EIA, tunaita Environmental Impact Assessment. Tathmini ya athari kwa mazingira. Yaani wewe uweze ukaenda kuchimba barabarani ambapo sisi tunapita ili tukuache. Wakati tunajua kabisa utaenda kuharibu mazingira na njia itazibika, watu hawatapita. Kwa hiyo kuna kitu kinafanyika ambacho kinaitwa Environmental Impact Assessment, tathmini ya athari kwa mazingira. Sasa ikishafanyika ile, basi linakuwa ni eneo tengefu ambalo halmashauri husika wanasema basi hili eneo sisi kwenye
tuchukulie kwa mfano mkoa wetu wa Dodoma au ndani ya halmashauri ya jiji la Dodoma. Kuna maeneo yapo kwamba bana, hapa nyie mtakuwa mnachimba mchanga, maeneo haya mtachimba hapa, lakini wanakuwa wanasimamiwa, hawajichimbii tu. Kuna kitengo cha mazingira cha kila halmashauri. Wale kazi yao ni kuwasimamia wale mabwana. Na kuna watu wa madini pia wanawasimamia wale mabwana kuhakikisha wasije wakachimba mwisho wa siku tena wakapelekea kutengeneza makorongo, kutengeneza yale mazingira yawe kama yametengwa kwa ajili uchimbaji wa michanga, ni kwa ajili uchimbaji wa mchanga tu. Maana yake hatutegemei tena pale taasisi au halmashauri itatoa vibali vya ujenzi mtu kwenda kujenga ile eneo ambalo limechimbwa mchanga. Sasa tukirudi kwenye hizi barabara zetu, unakuta mvua zimenyesha, imeweka mchanga kwenye barabara. Ni kweli kama ulivyosema, kuna wakati fulani kweli ule mchanga unaleta kero kwenye mazingira. Yes, kwa sababu watu unakuta sasa mwanzoni kabla haujarundikwa pale, ulikuwa unapita na barabara yako ilikuwa vizuri. Sasa mvua imekuja imerundika pale. Na kama tulivyosema ni kwamba kitu chochote kikiwa mahali ambapo sio sahihi tayari inakuwa ni taka. Sasa utaratibu uko hivi kwenye eneo husika, wale watu wa mtaa, kwa sababu hizi sasa tunasema ni zile bylaws. Wenyewe wale wa eneo lile wamekubaliana vipi? Ofisi ya kata inasemaje? Ofisi ya kijiji inasemaje? Ofisi ya mtaa, mtendaji na mwenyekiti, diwani wanasemaje? Wakikubaliana kwamba mchanga ukifika eneo fulani bana, kwa sisi tunavyoona watumiaji wa eneo hili, huu mchanga kwa jinsi ulivyojaa kwenye barabara sasa imeshakuwa shida. Bodaboda zinapata ajali, wanashindwa kutembea vizuri juu ya mchanga. Tumetengeneza kokobichi ndogo huku, basi tuondoe ule mchanga, ruhusu wa kuondoa, kwa sababu ni namna ya utaratibu waliojiwekea, ni bylaw, haizuiliwi. Wanaweza wakaenda wakauondoa kwa kiwango ambacho wanaona kinafaa na kinakubalika. Lakini kuna baadhi ya maeneo sasa kisha yani maana yake lazima wafuate sheria. Ukiwaruhusu maana yake mwisho wa siku pale tena tutazalisha eneo lingine la kuchimba mchanga ambalo halijaruhusiwa na italeta kero tena kwa wapita barabara wale. Lakini kama wanaweza kupunguza au kulingana na jinsi walivyokubaliana eneo husika, inaruhusiwa, wala sio shida. Nenda kautoa kaenda kutumia kwenye maeneo yao. Okay. Yes, kwa hiyo ni sheria ambayo wanakuwa wamejiwekea. Lakini lazima kuwa na consultation na watu wa halmashauri. Yes, kabisa. Kwa hiyo iko kwa namna hiyo. Sawa. Ni kitu kizuri. Tumegusia kuhusu katika eneo hilo na wameeleza kwamba lazima kuwa na taratibu, sheria na kanuni na watu wamejiwekea mazingira hayo ili kuona namna ambavyo wataweza kupita katika hiyo. Hali ya uharibifu wa mazingira imekuwa kubwa kiasi gani nchini Tanzania? Kwa sasa hivi imepungua. Pengine naweza nikasema pengine singekuwepo NEMKI na hizi taasisi za mazingira kwenye nchi yetu, hasa kwenye halmashauri, hali ingekuwa mbaya zaidi. Sasa hivi imepungua. Unajua kipindi cha nyuma mtu alikuwa anaweza akaamka kaenda akavamia pori, kafyeka, kachoma moto, kaanza kulima. Au anaweza akaamka leo anataka ajenge au achimbe kifusi, yeye anaona pana yeye anavyoona bana hapa ndo panafaa, anaenda na. Sasa kumbe hafati, kwa sababu kila taasisi amini kila halmashauri na ule mpango miji wake. Bana hili litakuwa eneo la viwanda, hili litakuwa eneo la kuchimba hiyo michanga, hili litakuwa makazi, hapa tutaweka soko, hapa makaburi, hapa unaona kwa namna hiyo. Sasa mtu asipokuwa makini, wasipokiwa utaratibu, unaweza ukashangaa eneo ambalo wewe umepanga ndio utakuwa makaburi, ndio jamaa wamevamia kuchimba. Eneo ambalo wewe umepanga labda ndio yatakuwa makazi ya au ofisi ya serikali, pale tayari ndio kuna mambo yanafanyika ya uchimbaji wa madini ambayo kimsingi hayajaruhusiwa. Kwa hiyo kuna mambo mengi. Au mtu ameenda amejenga kiwanda kwenye eneo la chanzo cha maji. Umeona? Kwa hiyo yale maji taka yote yanatiririshwa kwenye chanzo cha maji, ambayo hicho chanzo ndio pengine tegemeo kwenye eneo hilo. Kwa hiyo ndio maana tunasema NEMKI tumekuwa tukitoa elimu kuhusu haya mambo. Tunaelimisha kwamba jamani kuna taratibu za kufuata. Yaani issue ya mazingira ni issue ambayo tunasema ni swala mtambuka, sio kwamba ni swala ambalo mtu unaweza tu kujiamulia ukafanya kile unachoona kinafaa. Hapana. Kwa hiyo kwa nchi yetu sasa hivi kiukweli tuko pazuri sana tu. Ukilinganisha na kuna takwimu ilitoka nafikiri mwaka jana mwaka juzi kwenye nchi ni kwenye majiji. Of course walikuwa wanashindanisha majiji makuu ya
ya kila nchi nafikiri kwa bara ya Afrika. So sisi tuko pazuri. Jiji letu Dar es Salaam ndio liliingia kwenye hiyo mashindano, kwa chukua Lagos, sijui wapi, unaona Cape Town huko. Kwa sisi pia tuliingia ndani ya top 10 kwenye majiji masafi. Okay. Yes, kwa hiyo sio mbaya, tuko vizuri. Lakini basi hatuwezi kubweteka, tunaendelea kuhakikisha kwamba tunahamasisha watu ili waweze kufanya usafi zaidi na kwa mazingira. Leo tutaongea mambo mengi sana NEMC kadri tutakavyoweza. Miaka 10 iliyopita au miaka 20 iliyopita ni tofauti na kipindi hiki. Hapa naenda kwenye swali kwamba yule wa miaka 10 iliyopita tungemwekea elimu kubwa zaidi ya mazingira, angekuwa msaada mkubwa sana kwa kipindi hiki. Sawa So langu linaenda kwamba mipango ikoje kuhakikisha kwamba mnapeleka elimu hii kwenye shule labda za msingi, kuwajengea watoto wetu uwezo ili watakapokuja kuwa wakubwa na kuanza kujitegemea toka kuanza kule ngazi ya chini, ujue mazingira ni kitu muhimu. Nikiharibu mazingira nimeharibu maisha yangu. Haijalishi na fedha, haijalishi na nini, lakini nikiharibu tu mazingira nimejaribiwa mimi mwenyewe. Tuanze kumpatia ile elimu aende nayo, tumwambukize, imkae, aitumie kama moja kati ya dira ya maendeleo yake. Mipango ikoje? Au tayari mshaanza kufanya mipango hiyo? Nafikiri mipango ipo, ndugu mtangazaji. Sio kwamba ipo, inatekelezeka. Kwa mfano, sisi tumekuwa na taratibu ya kutembelea mashule, hasa mashule ya sekondari na vyuo. Tumekuwa na hizo taratibu. Na ukiangalia kwenye vyuo vingi sana, japo sina uhakika kama ni vyote, lakini vingi vina vile vyama wanaviita vyama vya kimazingira. Chama cha mazingira au chama cha utunzaji wa mazingira, unaona? Kwenye vyuo. Lakini pia hata kwenye mashule ya advance. Ukiangalia kule kuna vyama kama PCCB, kuna chama cha Malihai, sijui kuna chama gani, na vya mazingira vimo pia vile vile, ambazo hizi ni hamasa zilizotoka NEMC. Watu walienda kule wakaenda kuwafundisha wale watu kuanzisha hivyo vyama. Lakini pia huku kwenye mitaala ya shule napo pia kuna masomo ya mazingira yanafundishwa pale. Masomo ya mazingira, masomo ya climate change, mabadiliko ya tabia ya nchi yanafundishwa ndani ya, tena ni kwenye somo la geography nafikiri. Yanafundishwa kuanzia form 1 huku na kuendelea. Unaona? Kwa hiyo tunaangalia kwamba kuna namna ambayo kuna hatua zimechukuliwa kuhakikisha kwamba hata huyu mwanafunzi anayetoka huku anakuwa anajua kwamba kumbe kuna mabadiliko ya tabia ya nchi, kuna kuongezeka kwa joto duniani kumetokea na hivi ukataji wa miti, uharibifu wa vyanzo vya maji na vitu vya namna hiyo. Lakini pia NEMC hatujabaki ofisini. Sisi tumetoka field. Yaani tumetoka field, tunaenda tunakagua hizi taasisi zetu za elimu hizi. Taasisi za elimu zote zinapewa elimu. Tunafika tunakutana na walimu wakuu, tunaongea na wanafunzi, unaona? Wakiwa na ile mikao au wananchi wakiwa na ile mikutano ya hadhara NEMC, tunaenda pale tunatoa elimu hivyo. Kuna wengine kweli sio wote waliopata bahati ya kwenda shule, wengine hata shule hajaenda, lakini ni mtumiaji wa mazingira na yeye lazima tumfikie. Kukiwa na hizo mikutano ya halmashauri ya serikali ya mtaa, vipi tunafikia. Kwa hiyo kimsingi NEMC tumejitahidi kwamba elimu tunaoitoa hatuishi tu kwa kundi fulani, tunaenda kwa wote. Hata hao watoto wadogo wa primary tunataka. Sababu huyu miaka 10 ijayo na yeye ndio mtumiaji mkubwa wa mazingira. Na yeye ndio tunategemea awe balozi wetu kuhusu ishu ya mazingira. Kumbuka vyanzo tunavyovitumia vya maji sasa hivi vimekuwepo enzi na enzi. Kwa wale wangeharibu sasa hivi hali yetu ingekuwa mbaya zaidi. Lakini population inaongezeka, watu wanaendelea kuzaliwa. Kwa hiyo unakuta mti sasa hivi yule upande, matokeo yake ule mti unategemea uanze kuyapata faida yake miaka 15 mbele. Miaka 20 mbele. Sasa miaka 20 mbele unaweza kuona ni muda mrefu, pengine sisi ni binadamu, pengine hatupo. Wataka kuwepo ni wengine wa nyuma huko. Kwa lazima tuelimishe. Jamani, unaona huu mti, kitanda hiki ambacho unakilalia sasa hivi au kabati imetengenezwa na mti. Huu mti ulipandwa na vizazi vya nyuma. Ndio umekuja kutengeneza. Kwa maana yake na wewe una wajibu wa kulinda huu mti ili uwasaidie wa mbeleni huko wanaokuja. Sawa sawa. Kwa elimu tunaitoa. Umegusia swala la miti, nikakumbuka kitu hapo. Kampeni ya panda miti kata mti. Imeendelea na nafikiri inaendelea kuendelea. Kwa ni muendelezo. Iko mbele yao. Yes. Sawa. Imesaidia au itasaidia kwa kiasi gani kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi?
toka tuanze kampeni ya kupanda miti na kutunza mazingira, tunakabiliana vipi na badiliko ya tabia nchi, namna ambavyo mnaona NEMKI, namna ambavyo hali jinsi ilivyo, au bado kuna nguvu nyingine kubwa sana inahitajika ili tufike kule tunapotaka? Sasa hivi bwana tuko pazuri. Na bahati nzuri NEMKI sisi sio taasisi ambayo imejifungia ndani ya box, hapana. Ni taasisi ambayo tumejiexpose. Yaani tunashirikiana na wadau. Kwa mfano issue ya miti. Tunashirikiana karibu sana na watu wa TFS, watu wetu wa misitu. Hii ni taasisi kabisa ya serikali inayodili na issue za misitu. Tunashirikiana nao karibu, na kila mazao yote ya miti ambayo yanazalishwa, wale wanaozalisha kimsingi lazima wapite kwenye TFS. Lakini sisi kama watu wa mazingira tunahamasisha, na wakati mwingine hata tunatumia sheria zao. Kumbuka sisi NEMKI tuna sheria, TFS wana sheria yao. Sio kila taasisi imeanzishwa kwa mujibu wa sheria. Kuna wakati tuna apply sheria ya kwao kumbana huyu mtu ambaye anaharibu mazingira kwa kukata miti ovyo. Kwa mfano issue ya kuchoma mkaa ambayo tunasema kila siku bana twende kwenye matumizi ya nishati safi. Tunajua kabisa kwamba mkaa, kadri tunapokata miti tunachoma mkaa, kuna mwisho tutatengeneza majanga. Kuna baadhi ya maeneo zamani, ndugu mtangazaji, utakuwa shahidi kwamba kuna maeneo ambayo wakati umekuwa ilikuwa ni misitu, ni mapori, lakini sasa hivi misitu haipo. Sasa je, miaka 100 inayokuja hali itakuwaje? Kuna mito tumekuwa sisi tuko wadogo, tunaenda tunapita maji yanatiririka mwezi wa 8 kiangazi, lakini mto ukauki maji. Siku hizi vinakauka. Sasa tusipohamasisha kwamba hivi vyanzo vya maji vilindwe kwa kutunza kwa kupanda miti, na ile miti iliyopo ihifadhiwe, isikatwe ovyo ovyo. Kuna miti ya aina nyingi. Kuna mwingine anasema okay, mimi nataka nioteshe miti kwa ajili ya biashara. Kuna sheria zipo, kuna taratibu zipo za kufuata. Hauzuiliwi kwamba miti yako usivune, kwa sababu lazima uvune na upate biashara. Bila kuvuna hatutapata hizi samani, tutapata kabati, msuni nini, mazao ya miti. Lakini kuna taratibu ambazo zipo. Kwa hiyo sisi kwa sasa hivi tunavyoona hali ni nzuri, watu hasa kwenye masika hii Januari mpaka hii Machi 2026. Watu wengi sana wamepanda miti sana. Sana, yani sio kidogo. Kwa sababu tulikuwa tunakuwa na birthday ya Mheshimiwa Rais, miti imepandwa mingi. Sijui tukio gani, miti kibao, yani imepandwa mingi sana. Tumepanda miti mingi. Kwa hiyo yote tunaona kwamba ni hamasa nzuri. Lakini kupanda mti ni jambo moja, kuhudumia ule mti mpaka ustawi ni jambo lingine, lakini tunaendelea kutoa huduma, ni elimu, kuhakikisha kwamba hili swala linaendelea kuendelea. Kabla kwenda katika mapumziko ya jicho letu, NEMKI mnashughulika na mazingira. Ndio. Tuje mjini. Sawa. Tunapopita tunakutana na bustani ambazo naamini hizi ni za jiji. Yes. Na kwenye mizunguko na vitu vya namna hiyo. Lakini wakati mwingine unakuta kwamba bustani imechoka. Lazima tuongee ukweli. Ile bustani unaona kabisa haina afya njema. Na wote tunapita njia zile, tunaenda asubuhi maofisini, tunarudi majumbani, tunaenda sokoni, tunapita pale pale tunaona. Na wenye kauli nao wanapita pale pale, wote tunapita pale pale tunaona kinachoendelea. Nataka kufahamu kama hili lipo, NEMKI huwa mnajaribu kushauri jiji kwamba bwana, kuna sehemu fulani tunafanyaje mazingira, kutunza mazingira yetu ya bustani, au kwa sababu jiji wao wanafanya sema bwana hilo ni la kwenu, kama kutakuwa na shida mtatuambia, kama kuna nini iko hivyo. Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu maeneo mbalimbali ambayo napita, miji ambayo nimepata bahati ya kupita, hususan hapa Tanzania, mpaka unajiuliza sema vipi, yani hii imekuaje hii vipi, wenyewe hapo kweli au wenyewe ndio wamehamishwa afu wameambiwa msirudi tena huko, ili labda unaweza kutusaidia. Nashukuru. Unajua ndugu mtangazaji, iko hivi kwenye halmashauri zetu, kwa mfano ulivyosema hizi bustani za halmashauri, hii sio bustani tu, hata roundabouts. Na roundabouts nyingi sana zipo ambazo zile pia unakuta zinapandwa bustani, koka nini hivi, yani kupendezesha mazingira. Sasa kuna baadhi kweli unaweza ukapita ukakuta yani hali yake sio nzuri sana, haipendezi, hakuna afya. Haina afya. Lakini kwa zingine kweli zinapendeza sana. Sasa unajua hivi vitu kwa wenzetu pia ni social fund, yani kwamba unakuta pengine unaweza tukachukua roundabout fulani tukaipa mamlaka, labda kwa mfano kama hapa Dodoma kuna roundabout fulani imepewa DUWASA. DUWASA ni bana, hii roundabout ya Kimbinyiko ni ya kwenu. Kwa hiyo ni jukumu lenu kuhakikisha mnaipendezesha na nini. Lakini pia najua kule halmashauri kuna
social fund. Kuna namna, kuna baadhi ya vihela wanalipia kule. Kwa mzunguko. Yes. Wanalipia pale ili kwa sababu ni sehemu moja wapo ya matangazo. Sasa inapotokea kwamba baadhi ya hizo bustani zinakuwa hafifu, mhusika mkuu ni halmashauri mwenyewe. Na utakuwa sambamba na mimi kwamba hivi vitengo vya mazingira kipindi cha nyuma vilikuwa havipewi kipaumbele sana kwenye taasisi zetu za serikali. Na hata tunavyoongea sasa hivi kuna baadhi ya taasisi za serikali kabisa hazina kitengo cha mazingira. Yaani kama vile kuna kitengo cha manunuzi, kuna kitengo cha mwanasheria, sijui kuna kitengo cha mawasiliano. Yes, mawasiliano, sijui afisa utumishi, lakini mazingira wamekisahau. Vipo vitengo kwenye taasisi zipo ambazo hazina hadi sasa hivi tunavyoongea. Kwa hiyo unaweza kuona bado tuna jukumu kubwa. Kwa sababu gani? Yaani watu vile wanavyoamka maisha yanaenda wanafikiri kwamba ni, lakini kumbe ni vitu ambavyo vinatengenezwa. Vitu ambavyo vinatengenezwa. Kwa hiyo tunahamasisha, tunakaa vikao vingi sana na wenzetu au halmashauri kuhakikisha kwamba jamani, kwa mfano sasa hivi roundabout fulani, roundabout X, mazingira yake kiukweli hayavutii. Anayehusika ni nani? Kama ni mtu umepangishwa, basi hebu muhamasisheni, kwa sababu mna mamlaka ya kumpiga faini, mna mamlaka ya kumnyang'anya hata usajili, mkampa mwingine, mkampangisha mwingine, au kama wenyewe basi angalieni namna ili mazingira yetu yafanyaje, yapendeze. Lakini kikubwa zaidi mimi ninachokiona wakati mwingine huwa ni social fund. Kwa sababu pale unahitaji uajiri mtu ambaye kila siku atakuwa anafanya pale. Kwa mfano jiji kama Dodoma ni jiji la ukame. Kishafika mwezi wa 7 wa 8 hapa jua limeshakuwa kali. Sasa usipokuwa na mtu wa kuhakikisha pale kuna umwagiliaji wa endelevu, lazima tu yani patapauka na utapita kiukweli hutapafurahi. Kwa hiyo ni jambo ambalo tunafanya, tunakaa nao vikao, tunaelimisha na kimsingi mtu anayemuelimisha ni mtu naye pia ana elimu. Yaani sio kwamba ni mtu layman, kwa sababu mtu ambaye ni afisa wa serikali yuko halmashauri, yule sio layman, ni mtu ambaye anajua. Sawa. Jicho letu ndio hili, lazima likifunguka liangalie vitu tofauti, na nafikiri ni wakati wa kuweza kujifunza pia namna ambavyo tunapaswa kuweza kutunza mazingira yetu yale ambayo tunayo karibu na wale wahusika ambao wametunza, hususan barabarani, kwa sababu huko ndio tutatupa sifa kwamba mkoa fulani bwana pako pazuri zaidi. Basi hao ndio kitu muhimu. Mapumziko yafuatayo, tutakaporejea tunataka kujua katika siku hizi mbili nini ambacho tunapaswa kuweza kuondoka nacho kama wananchi kutoka NEMC. Sky TV. Sky TV inakukaribisha mfanyabiashara, mjasiriamali, taasisi na mashirika mbalimbali kutangaza biashara yako kwa gharama nafuu. Sky TV itafurahi kuwa sehemu ya kufanikisha ndoto yako ya kukua kibiashara. Karibu utangaze nasi ili kuwafikia wateja wengi kutoka maeneo mbalimbali ndani na nje ya nchi. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na mkuu wa kitengo cha masoko kupitia simu namba 0673 33 61 99 au 0794 96 33-36. Wakati wa kukua kibiashara, taasisi au shirika lako ni sasa. Changamkia fursa hii. Sky TV, above the limit. Sky TV. Sehemu ya pili ya jicho letu ndio hii. Karibu kama wajiunga nasi na kufahamisha kwamba niko na mhandisi James Lioba kutoka NEMC. Tunagusia kuhusu mazingira na kubwa zaidi katika kuhakikisha kwamba tunatoa taka duniani. Huo ndio mpango ambao unatuweka humu. Na jicho letu basi najaribu kuangalia taka ambazo zipo na namna ambavyo zinaweza kutolewa kwa namna moja ama nyingine. Hizi siku mbili Tanzania, sawa? Ndiyo. Tunapaswa kujifunza nini na tunapaswa kuwaunga mkono NEMC kwa kiasi gani?
katika kutoa taka duniani? Nashukuru. Kwa hizi siku mbili, kimsingi ni siku tatu kwa sababu 28, 29 na leo 30. Sawa. Kuna vitu vingi ambavyo kimsingi kama wananchi wanapaswa kutunga mkono. Kwanza kabisa sisi tunaomba ushirikiano kutoka kwa kila mtu mmoja mmoja. Yaani sisi ni serikali lakini tunaomba sasa kutoka kwa wananchi, kila mtu mmoja mmoja, kwamba kila sehemu anapokuwepo mtu aangalie, je, mazingira yako salama kwa ajili yake, na kama hayako salama nimechukua wajibu gani? Wajibu wa kwanza nilishasema ni kwamba kwanza nisichafue taka. Mimi nisichafue mazingira au nisiharibu mazingira. Wajibu namba 1. Niyalinde na kuyatunza mazingira. Wajibu namba 2, inapotokea mazingira yamechafuka, mimi nachukua hatua gani kuhakikisha yanarudi katika hali ya awali? Kuna hatua za kuchukua, kutoa taarifa kwenye mamlaka husika, kuhakikisha kwamba mimi ninakuwa mlinzi wa mazingira ambayo ninaishi. Mimi nisiwe chanzo cha kuyaharibu mazingira, bali mazingira yawe salama kutokana na mimi kuwa eneo lile. Ndio. Lakini kingine ambacho tunaomba wananchi watuunge mkono au tunahamasisha wananchi ni kwamba sasa hivi tunajua kabisa kwamba kadri siku zinavyozidi kwenda kuna mabadiliko ya tabia ya nchi kidogo. Joto linaongezeka. Kwa hiyo yawezekana tukifika mbeleni huku miaka 10 ijayo, miaka 15 ijayo huko, pengine hali isiwe nzuri sana. Utakumbuka kipindi cha nyuma, hata kipindi cha miaka 20 iliyopita, watu walikuwa wanalima bila hizi mbolea za viwandani. Ndio. Walikuwa wanatumia tu samadi, hata bila samadi mazao yalikuwa yanastawi. Lakini sasa hivi kwa nini? Ardhi inabadilika, watu hivyo. Kwa hiyo tujitahidi kuwa walinzi wa mazingira yetu. Lakini kingine, wakati huu wa mvua tujitahidi tusichafue vyanzo vya ile mitaro inayopitisha maji, kwa sababu kadri tunavurusha taka tunaziba mitaro, mafuriko yakitokea sisi tena ndo tunalalamika. Kwa mimi ndo nakuta nimehusika kuchafua. Kwa hiyo wananchi tuhakikishe kwa hilo kwamba wakati huu wa mvua wale wanaotiririsha maji taka kwenye mifumo ya maji taka ni hatari sana, tusababisha kipindupindu, na kipindupindu kikija akiangalii aliyetiririsha ambaye hakutiririsha wote kinafyeka, hakina habari. Sasa ili tusifike huko, lazima kila mmoja awe mlinzi wa mwenzake, kuhakikisha kwamba wakati huu wa mvua hatuzibi mifumo ya maji taka, tuzibue ile ambayo tunaona inataka kuziba. Zibua ni mtaro huko mbele ya nyumba yako, unaona kabisa umeziba, mvua ikinyesha maji hayatapita. Chukua chepe, chukua ile koleo, toa yale maudongo yanoziba pale, ili urahisishe maji yaweze kupita vizuri. Na pia ni faida kwako, kwa sababu yakiziba pale mwisho wa siku yataanza kuja kwenye nyumba yako. Na akija kwenye nyumba yako tena unarudi serikali. Sasa serikali kwa aje kuzibulia hata mtaro mbele ya nyumba yako kweli. Kwa hiyo ndio haya ambayo tunahamasisha wananchi wetu, lakini kikubwa zaidi wasichafue mazingira. Watunze mazingira. Sawa. Umegusia kuhusu kutunza mazingira na kutokuchafua mazingira. Tulikuwa na kampeni ya kila mwisho wa mwezi kufanya usafi wa mazingira, kufanya usafi maeneo yetu. Ndio. Tunayo. Lakini kadri ilivyokuwa inavyoenda ndivyo ambavyo ilikuwa kama inapotea hivi. Lazima tuongee ukweli. Kama inapotea hivi. Watu walikuwa na usabu kwa sababu kwamba ufungue duka saa 4, mtu anaamua tu afungi mpaka saa 4, kwa hiyo anafungua na hajashiriki katika usafi. Kwenye maeneo mengine ambayo labda kuna faini, faini 5,000 tu hiyo hapo. Umeona ni kitu cha namna hiyo. Kampeni hii ilisaidia kwa kiasi gani, na sasa hivi tunahitaji kufanya nini katika ile maeneo ambayo kampeni hii kama imekufa hivi? Kama nilivyosema mwanzo, unajua hizi ni bylaws, ni sheria ndogo ambazo wamejiwekea watu wanaohusika. Kwanza hii kampeni, cha kwanza naomba nikwambie mtangazaji, haijafa. Labda kama kuna baadhi ya maeneo ambayo tutasema kwamba imedorora, lakini haijafa. Sawa. Kuna baadhi ya miji ndani ya nchi yetu hii, Jumamosi ya mwisho wa mwezi au Jumamosi ya mwanzo wa mwezi, kweli maduka yanafunguliwa kuanzia saa 4. Wakati huo hapo katikati usafi mwanzo mwisho. Ndio. Majiji yanakuwa masafi. Lakini sisi tunachojikita zaidi, sisi kama NEMC tunahakikisha kwamba kabla haujachafua sisi tuwe tumedhibiti
Usisubiri uchafue ndio tuje kumpiga mtu 5,000 faini au 10,000 kwamba kasafishe. Tunataka tukuzuie kwanza usichafue. Kwenye maeneo ya masoko yetu huko ndo tunajua taka nyingi zinazalishwa, lakini je, tunazihendo vipi zile taka? Ndio maana nasema kwamba zile kampeni zipo, hazijafa. Labda kuna baadhi ya maeneo zimedorora, hiyo ni kweli, lakini zipo. Lakini zile kampeni zipo chini ya halmashauri husika. Mkurugenzi wa halmashauri husika ni mtu ambaye ana enforce ile kitu. Lakini pia zile, ndio maana nakwambia kwamba kuna sheria, wengine wanatozana 10,000, wengine 50,000, wengine laki, wengine hivyo, wengine hata wanafungia na bana, kwa sababu umefanya hivi tutakufungia siku moja duka lako kwanza, na wewe ufanye usafi kama wenzako. Ni sheria ambazo umejiwekea wenyewe, lakini zile sheria sisi wala hatuzizuii. Wala lakini kama NEMC sisi tuna sheria zetu ambazo tunazisimamia. Sheria ya usafi wa mazingira ambayo kimsingi kama nilivyokuambia ni sheria ya mazingira ya mwaka 2004 inatuongoza kuhakikisha kwamba tunaangalia wale, unajua kuna wale mapapa wa uchafuzi wa mazingira. Wale mapapa wenyewe yani wale ndio mazingira mzee kwao, usipokuwepo naye karibu imeisha ile, yani umeshaharibu kila kitu. Msumbufu watu wa viwanda. Viwanda, kuna viwanda vidogo vidogo hivi. Kuna viwanda kweli ambao usipokuwa makini unaambulia mabua. Utakuta kemikali zimepelekwa kwenye mto, wataenda wataoga huko, watakuwa bala nyingine. Tayari kansa hizo kwa watu. Migodi wanatumia masodium cyanide hiyo, madawa ya kuchenjua dhahabu au yanachi. Usipokuwa nao makini wale, yani utakuta umeshaua jamii yako. Unaona? Kwa hiyo watu lazima tuwe nao, yani tuko nao very sensitive. Tunahakikisha kabisa kila kiwanda, kila mgodi na kila taasisi yote ambayo inahusika na haya mambo wanafuata sheria. Na ndio maana wale sasa hata rungu la faini yao kidogo ni kubwa. Unakuta mtu hata milioni 5, milioni 10, wengine hata kufungia. Kuna baadhi ya viwanda vinafungiwa. Vinafungiwa kwa muda mpaka uweke hiki sawa, hiki. Na ndio maana tunataka kabla hujaanzisha chochote, fanya tathmini ya athari kwa mazingira. Tujue unachoenda kukifanya ni nini. Usijikukuta ile eneo ndio chanzo chetu cha maji na wewe unaenda kuweka pale kiwanda chako sijui cha kutengeneza kitu gani. Lazima kwanza tuangalie unaenda kufanya wapi, umiliki wa ardhi ukoje. Hivyo kwa hiyo tunashirikiana pia na taasisi za serikali za ardhi na vitu vya namna hiyo kuhakikisha wa jamaa tunawadhibiti. Tusipowadhibiti kiukweli hali ni mbaya. Unajua ngoja nikwambie kitu kimoja. Wenzetu wa viwanda wa migodi na taasisi nyingi ambazo zinazalisha zile production industry, wenyewe eneo la mazingira au eneo la taka ni eneo ambalo wanaita ni eneo la zero return. Sasa eneo la zero return huwa hawapi kipaumbele. Yaani kwa mfano yale maji taka, yeye anajua hata ni kwa sababu hayamuingizi chochote. Wale si wafanya biashara. Kwa hiyo muingizi chochote. Kwa hiyo eneo la zero return hana habari nayo, ambao mmoja wapo ni issue ya mazingira. Kwa wale ndio tunawabana kule ambako wenyewe wanaona nani sisi huku ndo kunatuharibia zaidi. Sawa. Asante. Naam. Ni kitu kizuri sana mmejaribu kuzungumza namna ambavyo mnakaa sambamba na yale maeneo ambayo mnajua hawa ndio mapapa wenyewe. Kukaa nao vizuri ili kuhakikisha kwamba hali inakuwa sawa na inarudi katika nafasi yake. Tumegusia maji kidogo. Na mimi ninavyojua wewe ni mtaalamu sana wa mambo ya maji katika eneo hilo. Tunafanyaje ili kuhakikisha kwamba tunaepukana na magonjwa na tunakaa katika mstari unaotakiwa kwa kufuata utaratibu kupitia kusafisha mazingira yetu tukikaa katika eneo la maji, kwa sababu kupitia katika eneo la maji kuna tunakutana na kipindupindu kama tulivyoweza kuzungumza pale mwanzoni na magonjwa na milipuko mingine ambayo tunakutana nayo. Kuna watu ambao kuna mazingira ambayo ukienda unakuta kabisa kwamba huyo hapa anaishije, kwamba hapa eneo lake lakini kwenye dirisha lake ambayo anategemea kupata hewa kuna mtuamo wa maji pale. Yaani kuna mazingira fulani ambayo anasema mimi siwezi kuishi, lakini yeye anaishi. Na naye anakuambia mbona si atumwi? Yaani akidhani kwamba ni sifa ile. Kumbe bado ni tatizo. Katika eneo hilo la maji, naomba ugusie zaidi kwa sababu wewe ni mtamu kwenye eneo hilo. Ni sahihi, asante. Ni kweli. Sisi NEMC pia tunaangalia issue za maji. Kuna maji safi ambayo yanazalishwa kwa ajili ya kunywa, maji ya kutumia, lakini kuna maji taka yameshatumika sasa
hayana sifa tena ya kuwa kwenye mazingira yetu, tunaya dispose vipi? Tunaangalia hizi disposal za maji. Sasa inapokuja kwa mfano hii shule unasema kwamba mtu unakuta maji ndani ya nyumba yake, pembeni kuna maji yametwama pale, pengine maji machafu, wakati mwingine hata anatoa harufu. Lakini ukienda pale huwezi kuvumilia, yeye anakuambia si hatugui. Kile kitu kwanza si sahihi, kwa sababu maji yule pale akisema sisi hatugui, mimi naweza nikasema si kweli. Pengine anaugua ila hajui kama anaumwa. Unajua kuna baadhi ya magonjwa mengine utayapata yaani effect zake utaziona miaka ya mbeleni, takaliwe mbaya. Miaka ya mbeleni ndio kumbe ni maji yale uliacha kule, pengine ni maji ya sumu umekuta. Hivyo sasa ninachotaka kusema ni nini kwenye issue ya maji? Sisi NEMC tunahusiana kwa karibu sana na mamlaka zetu za maji zote nchi nzima. DAWASA, DUWASA, MWAUWASA, sijui wapi, mamlaka zote za maji tuko nao pamoja. Lengo ni nini? Ni kuhakikisha, kwa sababu huyu ndio amepewa mamlaka kisheria ya kuzalisha maji na kuwasambazia wananchi. Kwa hiyo NEMC kwanza tunahusika kule anakoyatoa maji. Kwenye kama ni chanzo, ni sehemu unaochimbwa visima, tunaangalia mazingira yake yaliyopo kule. Asije akatuvutia maji kutoka kwenye kisima ambayo pengine si salama sana. Of course na wenyewe ni wataalamu, kabla hawajachimba maji, hata wakichimba wanayapima kabla ya kupeleka kwa wananchi. Lakini pia NEMC sisi tunaangalia yale maji yanayotoa kule, lakini tunaangalia mazingira ya yale pale anapoyatoa maji yawe endelevu. Kama ni mto, huu mto tunahakikisha kwamba huku kwenye chanzo, kwenye source kule pana lindo. Kuna baadhi ya mito, kwa mfano mto Ruvu tunaona kuna wakati fulani ikifika kiangazi maji yanapunguza uwezo kidogo, lakini sasa kule juu ukifuatilia kwa undani unakuta kuna shughuli nyingi sana za binadamu zinafanyika kule. Sasa NEMC kule kote tunazuia. Umeona? Lakini sasa ameyatoa maji, ameyaleta kwa wananchi, wameyatumia majumbani, anayasafirisha vipi sasa yale maji taka? Tunaangalia quality ya hizi waste stabilization pond, yale mapondi ya kutibu maji taka yako vipi? Hii mifumo ya kusafirisha maji taka iko vipi? Haitaleta madhara? Kwa vyote hivyo tunakuwa na inavyotokea sisi kuna wakati tunapiga hata faini. Lakini kabla ya faini, kwa sababu NEMC sio lazima iwe taasisi ya faini sana, hiyo inakuwa ni hatua ambayo sasa majadiliano yameshindikana. Kwa sababu umeshamwambia mara ya kwanza, kimya mara ya pili, kimya mara ya tatu, bana lazima tukufanye kidogo. Pengine inaweza kukuuma ukaona umuhimu wa kutunza mazingira yetu. Kwa issue ya maji ni issue ambayo ni very serious, na ukiangalia hata hao watu tulikuwa tunazungumza mwanzo, viwanda nini, makubwa sana wanayosababisha ni kutokana na vimiminika, taka miminika ambayo ni kemikali zimechanganywa na maji. Kwa hiyo ile ni issue ambayo kwa sisi kama NEMC wataalamu tunahakikisha kwamba tunafuatilia kwa karibu sana. Taasisi za maji, mamlaka za maji, RUWASA, tunafuatilia kwa karibu zaidi kuhakikisha kwamba na miradi yao yote wanaofanya, miradi ya maji tunawaambia lazima waisajili kwa ajili ya tathmini ya athari kwa mazingira. Hawezi kujenga mradi bila hiyo, bila cheti cha mazingira. Sababu tunajua pengine na yeye anaweza akaja akaleta athari mbeleni ambayo pengine tungeweza kuidhibiti kabla mapema. Sawa. Kwa iko kwa namna hiyo. So tunafanya nao kwa karibu sana. Maji tunahakikisha kabisa yanayokuwa disposed kwenye mazingira yanatibiwa vizuri. Kumbuka haya maji taka kwa mfano yanavyoenda kwenye yale mabwawa ya kutibu maji taka. Pale kuna hatua yanapitia mpaka yawe tunasema kwamba ya comply ule ubora ambao sasa mwisho wa siku yanaweza kurudishwa tena kwenye mazingira. Yes. Sawa. Iko kwa namna hiyo. Ni kitu kizuri zaidi. Wakati kwenye kampeni ya kutoa taka duniani, wakati napitia hivi nikasikia kwamba bana taka nao ni dili. Sasa nikasema tunaiombea afu ni dili. Inakuwaje? Hebu tusaidie, unawezaje kufanya taka kuwa dili? Taka ni fursa. Taka ni fursa, taka ni dili. Kwa sasa hivi tunavyoongea sasa hivi kuna vitu viwili ambavyo naweza nikakuambia kwamba sasa hivi vimekuwa dili, na nitaka mwanzoni vilikuwa viaminiki, lakini kutokana na ubunifu vimekuwa dili. Moja, makopo ya plastiki. Makopo ya plastiki hasa haya ya maji ya viwanda, ya maji ya kunywa. Sasa hivi mtaani huwezi ukalikuta. Ukitupa pale, ukirusha leo ile kopo pale, siku mbili nyingi ukirudi ulikute. Kwa nini? Masaa tu.
Kwa nini? Wamegundua ni fursa, wanaenda kuya recycle, wanatengeneza product zingine. Lakini kabla ya ubunifu huo, ilikuwa inaweza gaa mtaani sana. Ilikuwa kumbe mtu anaweza kufanya ubunifu, hiki kitu akakizalisha kikamletea, na inarahisisha sana kwenye usafishaji wa mazingira. Kumbuka mtu anayeokota taka kwa ajili ya kijua kwamba kuna pesa ataenda kupata kutokana na hii taka. Huyu mtu ni rahisi zaidi kukusafishia mazingira kuliko yule ambaye unamsafishia kwa kwamba unampa bana usafishe ili kuweka tu mazingira, lakini hamna chochote anachokipata. Ni ngumu. Kwa hiyo huyu anayeondoa kwa ajili ya kupata kitu ni. Lakini issue nyingine, kwa mfano vyuma chakavu. Sasa hivi mwenyewe pia ni shahidi. Wamegundua kwamba kuna fursa pia ya kuviyusha hivi vyuma chakavu vikatuletea product zingine. Kwa hiyo ndio maana tunahamasisha pia kila siku ya Mungu, tunahamasisha jamani, ubunifu, mtu mwenye ubunifu mbalimbali aje NEMC atupe wazo lake, na sisi tutamsupport kwa namna ambavyo inawezekana. Lakini kuhakikisha kwamba kupitia ubunifu wake yeye, sisi zile taka ambazo tunaona kwa kwetu ni kero, yeye hiyo fursa, kama anaweza kuzalisha mbolea kutokana na taka, hivyo. Kwa hiyo sisi tunahamasisha wananchi, na kiukweli taka ni fursa. Kwa mfano tukiongelea issue za plastiki sasa hivi, ni fursa kwa watu. Kwa hiyo maana yake hata hatutegemei tena zizalisho. Kwa hiyo kwa namna hiyo taka za plastiki sisi tunasema tumezimaliza. Yes. Sawa. Kwa hiyo iko kwa namna hiyo. Sawa. Tuko pamoja na tunaelekea ukingoni mwa jicho letu. Sawa. Katika maadhimisho haya. Sawa. Nini mwananchi ategemee, lakini pia neno lako zuri ni lipi kwa jamii katika kutunza mazingira? Kwenye maadhimisho haya wananchi wategemea mabadiliko makubwa kwenye nchi yetu, hasa kwenye upande wa mazingira. Baraza letu la Taifa la Uhifadhi na Usimamizi wa Mazingira NEMC, tuko makini kuhakikisha kwamba mwananchi yote Mtanzania anaishi kwenye mazingira salama, mazingira ambayo hayambugvi, anakaa sehemu ambayo sio hatarishi, ndio anakaa sehemu ambayo iko comfortable, hamna kelele chafuzi mazingira yake. Kwa hiyo pia tunatoa wito kwa wananchi wetu pale ambapo wanaona kuna kukiukwa kwa utunzaji wa mazingira, ni vizuri akatoa taarifa. Sisi ofisi zetu ziko wazi masaa yote nchi nzima. Kwa Dodoma tuko Kambarage Tower pale kwa ya 6. Muda wote wananchi anaweza akaja pale akaripoti issue yake ya kimazingira ambayo anaona haiko vizuri, na sisi tunifanyia kazi kuhakikisha kwamba kila mtu anakaa kwenye mazingira ambayo anayafurahia. Yes, kwa hiyo ndio hivyo. Kwa hiyo ndani ya hizi siku mbili members wa NEMC tuko kwenye vyombo vya habari nchi nzima. Kwenye vyombo vya habari kutoa elimu, kutoa kuwafafanulia watu mambo mbalimbali yanayohusiana na mazingira. Kwa hiyo nafikiri pia kuna wengine pia hata hawajui NEMC ni nini, lakini wajue kabisa kwamba ni NEMC ni kwa Kiingereza ni National Environment Management Council, ambayo ni Baraza la Taifa la Uhifadhi wa Mazingira. Baraza la Taifa la Uhifadhi wa Mazingira ni taasisi ya serikali ambayo inafanya kazi chini ya sheria. Kwa hiyo tunatambulika kabisa ni taasisi ambayo ni ya kiserikali. Kwa hiyo kwa mtu yeyote ambaye anaishi yote ya kimazingira, wala asisite kuja NEMC, sisi tuna uwezo. Lakini cha mwisho, kwa mwananchi yeyote yule ambaye anataka kufanya uwekezaji hasa unaohusu kiwanda au miradi yoyote, tunawasihi wasajili miradi yao NEMC. Wasajili miradi yao NEMC kwa sababu kwa kusajili ile miradi sisi ndio tutakupitia ile tathmini itakayokuwa imefanyika ya athari kwa mazingira, ndio tutaona kwamba huu mradi ufanyike au usifanyike, kuliko akaufanya ule mradi bila kusajili NEMC, alafu baadaye tunakuja inatokea bana, inaonekana hii sehemu sasa huu mradi haukupaswa kuwepo, inabidi tuufunge. Baadaye ndio hapo wananchi wanakuja kuwa na lawama, sasa jamani, serikali mlikuwa wapi wakati mradi unaweka? Wewe kabla hujafanya mradi usajili, ufanywe tathmini ya athari kwa mazingira, ili ikuondoe hizo lawama ambazo zinaweza kutokea mbele kama kitu hakiwezekani. Ndio maana tunasema kabla hujafanya chochote, yani hata hujafanya clearance, njoo usajili, ili tuseme kwamba ile eneo panawezekana au hapawezekani, ili ikiwa hapawezekani wewe unakuwa hujaingia hasara. Sawa? Kwa hiyo tunawashauri wananchi wetu, yule ambaye ana miradi yake yote ile ambayo anataka kufanya, iwe ujenzi wa gorofa, ujenzi wa mradi wa maji, ujenzi wa kiwanda, ujenzi wa chochote, njoo NEMC. Lakini kuna baadhi ya miradi ambayo tunaita ni teknolojia, unajenga vituo vya mafuta, sheri hizi, njoo NEMC, sajili mradi wako
tafuta consultant akufanyie hiyo nani yako, basi upewe cheti cha mazingira. Kisha pewa cheti cha mazingira, uko salama. Bwana, fuata taratibu, nenda NEMKI, isajili, tambulika ili mradi wako usije ukakwama. Kwa sababu hata kama ni mzuri sana NEMKI akiuchungulia ikiwa huu kesho utakuwa ni balaa, wana upiga pini. Umeona bwana. Nakushukuru sana bwana Engineer James Lioba kuweza kushiriki nasi. Najua kwa kuwa NEMKI ni watu wa mazingira na wako kila siku tutazungumza mazingira, kwa maana yake kwamba muda mwingine utafuata na tutakaa pamoja na kuzungumza hapa. Nakushukuru sana. Jicho letu ndio hili. Asante kwa wewe ambaye unatazama, na kushukuru kwa kile ambacho nimeweza kukufikishia kutokana na kile ambacho nimekiona, na leo nilikuwa nimelikita pale NEMKI na wanazungumza zaidi kuhusu mazingira na kuondoa taka duniani, ndio mpango mzima. Hiyo ndio habari ya mjini. Baada yangu Mgeta ndio jina langu, na kushukuru sana. Asante sana pia Sida Boy ambaye yeye pia yuko nyuma pale kuhakikisha kabisa kwamba hiki kinaenda kama kinavyotakiwa.